Habari ya leo, nimewasalimia nyinyi wote kwa upendo wa Bwana. Majina yangu tena ni Pastor J.M. Mwangi na tumekuja kuleta ujumbe mzuri ambaye ni ujumbe wa nchi yetu. Mungu angetaka kutuokoa lakini sisi bado tumekwama. Je, ungetaka nchi yetu Mungu aweze kuiokoa kwa mambo mengi ambayo yametendeka katika nchi yetu. Nchi yetu tuko na ufisadi mkubwa. Tunaombea hii ni janga ambaye ni kali, hii ni janga mbaya, hii ni roho mbaya ya kukosa uaminifu kwa kila mmoja wetu. Lakini tukiweza kuchukua hatua ambaye itaweza kusaidia nchi yetu, itaweza kusaidia watu wa kesho yetu, itaweza kusaidia watoto wetu, kwa hakika hii itaweza kutusaidia. Leo ningetaka tuzungumzie mambo ya mistuni. Mistuni ni kitu ya maana sana. Miti ni ya maana sana katika mazingira yetu. Sana sana tumeangalia tuko na mistuni yetu. Wakati tunakata miti, hatujitayarisha bado kuweza kupanda miti zingine. Napata ya kwamba tumekata miti mingi sana kwa forest, lakini hakuna nafasi nyingine la kureplace miti. Inahitajika ya kwamba wakati tunapokata miti katika nchi yetu, kama tunakata miti 2, tunapanda miti 6. Kama tunakata 1, basi tunapanda miti ingine 3. Wakati tunaona ya kwamba tunakata miti hadi kwa mito, baadaye mito inakauka na inakosa maji. Lakini tukiwa Wakenya, huwa tunapanda miti wakati kiangazi imetokea, ndio sasa tunalia, tunasema ya kwamba walikata miti. Lakini wakati wa mvua inapokuja, kuna miti ambayo tumepanda. Na mimi ningetaka kupongeza sana Wakenya wenzangu wale ambao wamepanda miti katika nchi yetu. Bwana awabariki. Kuna wengi wamepanda miti kwenye mashamba zao. Kuna wengi wamepanda miti kwenye sehemu ambazo zilikuwa zimekauka. Tuzidi kupanda miti. Wakati wa kiangazi na tuangalie kwamba sana sana kwa mito yetu tupande miti kule kando ya mito. Na baadaye hii mito itaweza kuzuia chemichemi za maji ambazo zinafanya ya kwamba maji inakosekana na maji inaweza kurudi. Lakini tusiwe watu ambaye hawana kesho, watu ambaye hawana hekima. Basi sisi Mungu wakati alipoumba ulimwengu wote, miti ilikuweko. Kuna wale wazazi ambao walikuwa nyuma wetu walipanda miti, na sisi mbona tukate miti? Hatupandi. Inahitajika ya kwamba tuweze kupanda miti kila mmoja wetu. Tukiwa sasa tuko 50 million wa Kenya, tujaribu sana kila Mkenya aweze kupanda miti 4. Hata kando za barabarani kule zile barabara kubwa tunaweza panda miti. Tusipande miti karibu na barabara mahali inaweza kuangukia gari. Bwana awabariki, Bwana azidi kuwazidishia, na tusiwe watu ambaye wanapenda kukata miti hawapandi, na hiyo itaweza kusaidia nchi yetu. Bwana awabariki sana.